mume wangu, nataka tuzungumze kuhusu familia yetu. Kama unavyoona, tumetumia njia za uzazi wa mpango wa kikwetu, lakini hatujafanikiwa. Na bado watoto wanakuwa wengi. Mkweli mke wangu. Maana hata mimi mwenyewe majukumu yangu nashindwa kuyahimili. Humu ndani mna mambo yanitaka, huko nje kuna riziki nayo atakatafutwa. Tunahitaji kufikiria mustakabali wa afya bora kwa ajili yangu na hawa watoto. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania Zanzibar, TAMWA. Ni ripoti za Asam Online TV. Hujambo na karibu mtazamaji wa Asam Online TV. Leo hii tumetembelea katika maeneo ya soko la Kinyasini. Tumekuja kuzungumza na wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara katika eneo hili, kuweza kujua changamoto zao, biashara zao zinaendaje na yale ambayo wanahisi wanahitaji kuboreshewa. Jina langu ni Abdullahi Abdallah, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Ridwan. Kwa jina naitwa Suleiman Abdullah Ramadhani, mkazi wa Kinyasini, Zanzibar. Najishughulisha biashara nafaka, michele, maharage, michele ya Mbeya, yote. Hali ya utokaji wa biashara, labda bidhaa namna zinavyotoka, unaionaje? Hali ya biashara kiukweli kwa bado ile haijasimama kwenye biashara, yani kama ngumu fulani hivi. Unaonaje hali ya mfumuko wa bei hususan katika kipindi hiki ambapo tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini sasa hivi tumeingia katika miezi hii ya kawaida? Kuna matumizi makubwa ya mchele kama unavyouza pamoja na harage. Labda hali ikoje hasa ya mfumuko wa bei? Biashara kawaida yake ni kubadilika, ushafahamu Kuna kupanda na kushuka, ushafahamu Kwa hiyo ndo hali ya biashara. Kwa kuna kipindi biashara inashuka, kuna kipindi biashara inapanda. Kiukweli wewe upambane tu muda wote. Unaweza kutueleza labda walau vitu viwili vitatu hivi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani vilikuwaje bei zake na sasa hivi zipoje? Mwezi mtukufu wa Ramadhani biashara kwa kiukweli ilikuwa ni vitu rahisi. Kiukweli havijapanda vile kama unavyofikiria wewe. Havijapanda sana hivyo. Ila sasa hivi kidogo michele kidogo ile imepanda, ila sio mchele mapembe, michele ya Mbeya ndio imepanda zaidi yani. Miongoni mwa vijana ambao nikiangalia wafanya biashara hapa wengi ni watu wazima, lakini wewe ni mmoja wa kijana ambaye unajishughulisha na kufanya biashara katika soko hili la Kinyasini. Labda tujuze ni kipi ambacho kimekusukuma haswa kuingia katika hii shughuli ya uuzaji wa hizi bidhaa kama mchele pamoja na maharage? Shughuli ambayo inanifanya mimi niingie kwenye biashara za mchele ni ile, kwanza nataka nijitegemee mwenyewe. Shafahamu. Alafu sitaki kutumwa, kwa sababu kutumwa inakuwa kuna changamoto fulani za mabosi nini. Kwa hiyo ukijishughulisha mwenyewe unapata muda wako wa kupumzika, wa kutulia. Ukiamua leo unaingia kazini naingia, ukiamua sendi tu. Wase vijana ambao wapo majumbani na vijiweni muda huu ambao wanasema kwamba hakuna ajira, kazi ni ngumu, hamna vitu kama hivyo, wase vijana, kazi zipo, ni kutulia tu na kutuliza akili, ukabuni ni nini ufanye uendelee na maisha. Tujuze juu ya changamoto ambazo zipo katika biashara hii pamoja na soko kwa ujumla. Kuna changamoto gani hasa ambazo unaziona? Kubwa tu ipo. Changamoto kwanza tunatamani ulinzi kwanza, vitu vyetu tunaibiwa sana, si watu wa humu ambao hatuna milango. Vinaibiwa kwa kweli, ushafahamu. Ulinzi, tukipata ulinzi madhubuti sasa, hiyo ndio changamoto kubwa. Tunaibiwa hala hatulipwi. Pana kamati ya ulinzi lakini tunaibiwa na hatulipwi. Labda ni jitihada gani ambazo mmeweza kuzichukua katika kukabiliana na tatizo hili? Kiukweli kama kifupi hapa na umoja, jitihada yoyote ukiibiwa ushukuru Mungu basi, hulipwi chochote. Kwa jitihada sasa tunataka ramda au maombi tunaomba bana tuletwe ulinzi wa uhakika. Shafahamu, sio ulinzi ambao wakutungwa humu, hata tuibiwe hatulipwi na mchango tunachangishwa kila siku tunalipia ulinzi, lakini ukiibiwa hulipwi hata shimia. Labda mliwahi kulifikisha swala hili kwa jeshi la polisi, nao wanasemaje? Kiukweli hatujalifikisha swala hili, ila tushafikisha kwa mkuu wa soko kwamba bana tunahitaji ulinzi wa serikali, sio ulinzi wa watu sio wenyewe wafanya biashara. Tunataka ule ulinzi wa serikali kama masoko mengine yalivyo, wanawekwa kama KVZ, KU, basi hapa tunataka ulinzi uhakika ya. Lakini kwa ulinzi wetu si wenyewe tu tunajuana, tutaibiwa kila siku. Mimi najishughulisha na biashara ndogo, nauza bamia, nauza bilinganya, kama unavyoona nauza ndimu. Kwa kweli biashara sio nzuri, haiendi vizuri. Sababu inayosababisha tuseme kuhusu pesa. Kila mtu anakuambia pesa hakuna. Sasa sikati tamaa, kwa sababu nikikata tamaa mimi kama mwanamke haiwezekani.
Ni biashara yangu nachukua kwa wanaotoa makondeni wanakuja kutuuzia hapa. Kwa kweli mfano kama bamia liko juu sana. Mara leo naweza kaambia 45, leo naweza kaambia 35. Kwa hiyo vitu viko juu lakini pesa hakuna. Hata kiuza hiyo hela haitoki. Ombi kwa serikali ituangalie, hata hawa wakulima waangalie msimu wa vitu. Kwa sababu mkulima anakurupuka tu kwamba nauza hela kadhaa, pesa hakuna. Hali ya biashara yenyewe inategemeana na kipindi chenyewe. Kwa mfano kipindi hiki ni kipindi cha low season. Ni kipindi kigumu, ni tofauti na kile kipindi cha kuanzia mwezi wa 6 mpaka kuelekea kwenye Ramadhani. Kwa maana hiyo kwa sasa hali sio nzuri kibiashara, hali ni tete tu tuseme kiujumla. Kwa katika ushauri wangu mimi kama mama ninashauri kwa wanawake wenzangu, wafanyabiashara wenzangu, yani wasivunjike moyo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Abdillahi Abdullah, lakini sikuwa peke yangu. Nilikuwa na Jabir Ridwan. Sisi tukutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea ndani ya Asam Online TV. Hebu tulia. Nitakuja halafu mie huko. Ya fanya hatu haribu kazi za watu au wale ya. Hello. Kachara. Mume wangu, nataka tuzungumze kuhusu familia yetu. Kama unavyoona, tumetumia njia za uzazi wa mpango wa kikwetu, lakini hatujafanikiwa. Na bado watoto wanakuwa wengi. Mkweli mke wangu. Maana hata mimi mwenyewe majukumu yangu nashindwa kuyahimili. Humu ndani muna mambo yanitaka, huko nje kuna riziki nayo atakatafutwa. Tunahitaji kufikiria mustakbal wa afya bora kwa ajili yangu na hawa watoto. Na hilo halitowezekana ikiwa kila siku mwangu twazaa. Mimi naona kuna haja ya kwenda kituo cha afya. Tuwapate ushauri wa daktari kuhusu uzazi wa mpango wa kisasa. Au waseme. Haya, karibuni sana. Leo tutazungumzia uzazi wa mpango na njia bora za kupanga familia. Dokta, siku zote nilikuwa nikijiuliza kuhusu njia bora za uzazi wa mpango. Lakini naona tunahitaji mabadiliko. Hata mimi nilikuwa najiuliza sana kuhusu hizi njia za uzazi wa mpango. Kwetu si zina usalama, hazina madhara. Mtu asije kuja kesho kwa buko usoni. Njia za uzazi wa mpango ni salama na zimetumika kwa muda mrefu. Kuna vidonge, sindano na hata mbinu za kudumu. Leo tutazungumzia zaidi kuhusu kila njia ili mfanye maamuzi huru na sahihi. Kila mtu anao haki ya kufanya maamuzi bora kwa afya yao na familia zao. Pia uzazi wa mpango ni ngao ya kumsaidia mama kuwa na afya bora na watoto kwa ujumla. Kwa mfano huyu akipangilia uzazi, tayari kwanza atapata muda wa kupumzika, afya bora itapatikana na watoto watakuwa kwa ustadi. Daktari, sasa sisi tunafurahi. Na tunafurahi kwa sababu kuanzia sasa tuna uwezo wa kuipanga familia yetu na kuhakikisha twapata nafasi ya kulea kila mtoto kwa upendo na elimu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, Zanzibar, TAMWA.